Yes, mambo vipi? Mimi naitwa Elikhan Mtz, the head of the world. Sasa leo tutajifunza somo zuri sana kuhusu jinsi ya kuifundisha akili yako kuamini. Imani ni kitu muhimu sana katika kila kitu ambacho tunakifanya sisi binadamu, kwa sababu usipokuwa na imani, maanake hata kile unachokifanya huwezi kukifanikisha. Kwa hiyo leo tutajifunza jinsi ya kuifundisha akili yako kuamini, kwa sababu akili ndiyo changamoto kubwa ya imani, kwa sababu akili yenyewe inapenda kuona ndio ithibitishe kwamba hichi kitu ni ukweli, lakini imani inataka uamini ndio uone. Kwa hiyo leo tutajifunza jinsi ya kuifundisha hiyo akili yako iamini vitu ambavyo huenda ikiviona kwamba haviwezekani. Kwa hiyo ungana nami katika somo hili. Kama ni mara ya kwanza kujiunga na chaneli yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana, na usahau kulike, kushare na kusubscribe. Sasa kwa nini akili inahitaji kufundishwa kuamini? Kila mafanikio makubwa huanza kwenye akili. Vitu vyote ambavyo tunaviona duniani vimeanza kwenye akili ya watu walivyoona simu katika mawazo yao, kwenye akili zao, wakageuza yale mawazo yakawa katika vitendo tunavyotumia sasa hivi simu. Hata magari, kitu chochote kilianza katika akili. Akili ya binadamu ina tabia ya kuamini kile inachokiona mara kwa mara, au kukisikia au kufikiria kwa kurudia. Yaani jambo lolote ambalo unaliona au kulisikia na kulifikiria, ukirudia mara kwa mara, akili yako automatic inaanza kukiamini hilo jambo. Hii ni kama tuseme ni udhaifu wa akili yetu. Yaani jambo ambalo utaliona mara kwa mara au kulisikia au kulifikiria, huwa automatic tu akili yako inaliamini. Sasa ubaya, hata kama likiwa baya, ndio maana hapa kuna baadhi ya watu ambao shazoea kujiambia kwamba mimi siwezi, au wanaambiwa na watu. Sasa kwa sababu limejirudia mara kwa mara, baadaye wanaamini kweli hawawezi. Na si vizuri kwa vitu ambavyo ni vibaya, kwa sababu vitaharibu maisha yako binafsi, lakini vile vitu vizuri ukiviamini inakuwa ni vizuri. Hivyo imani si jambo ambalo linakuja ghafla. Ni matokeo ya mafunzo ya kila siku. Ukifundisha akili yako kuamini, unafungua milango mikubwa katika maisha yako, kazi, afya na ndoto zako. Sasa hebu tuone ni namna gani sasa unaweza kuifundisha akili yako kuamini. Hatua ya kwanza ni kubadilisha mawazo unayoyarudia kila siku. Akili ina uwezo wa kuamini jambo lolote unaorudia mara kwa mara. Maneno unayojisemesha kimoyomoyo huunda tabia ya kuyaamini. Kama unarudia neno siwezi, akili inachukua hiyo kama amri. Sasa hapo naomba unisikize vizuri. Sisi binadamu kuna maneno ambayo tuaga tunazungumza kwenye fikra, hata kimoyomoyo kwa kuyarudia. Sasa yale huwa wewe bila kujua waga yanaipa amri akili yako kwamba ukisema siwezi, moyoni mwako au uko unafikiria kwamba hili jambo mimi siliwezi, tayari unajipa amri mwenyewe kwenye akili yako kwamba hili jambo uliwezi. Na ikishatokea hivyo, maana yake tayari utaanza kuendana na lile jambo ambalo umelisema. Kwa hiyo issue ya kwanza kabisa, badilisha yale mambo ambayo unajiambia akilini. Hata kama ukisikia kitu kinakuja kwenye akili yako kwamba hichi kitu siwezi, kiambie huko kwenye mawazo kwamba naweza. Kwa mfano unaweza kuona mfano hapo kwamba baada ya kusema siwezi, unaweza kusema inawezekana, ninaweza, ninastahili mafanikio. Kama umeambiwa ufanikiwi wewe kwamba utakuwa ni wa chini, unasema ninastahili mafanikio. Au ukirudia mara kwa mara kauli hizi au kubadilisha baadhi ya mawazo ambayo unafikiria, unajenga upya fikra zako. Kwenye kichwa kuna neurons ambazo huwa zinaweka kumbukumbu ya maneno ambayo unayazungumza, na ukitengeneza mazingira kutengeneza maneno mengine mapya, zinatengenezwa neuron mpya, zinaitwa neuron pathway, zinatengenezwa kwenye akili yako. Kwa hiyo zikitengenezwa zile ndio zinatengeneza kumbukumbu ambayo baadaye itakukumbusha lile neno. Kwa maana umesema mimi naweza, manake hata baadaye kama kuna kitu kiwezi, ile neurons zile ambazo zinatengeneza kumbukumbu kwenye ubongo zitakukumbusha kwamba hili jambo unaliweza, na maisha yako yataendana na hali ile ambayo umeisema. Kwa sababu ukisema siwezi, tayari automatic mazingira na vitu vyote ambavyo vinakuzunguka vitaendana na kile ambacho umekisema, kwa sababu mwili huwa una relate na mazingira ambayo unaishi nayo. Lakini hatua ya pili, fanya mazoezi ya kuona matokeo kabla hayajatokea. Sasa hapa naomba unisikize vizuri.
akili yetu sisi huwa inapenda kuona ndio iamini. Kama nilivyoelezea kwamba akili iko tofauti na imani. Imani nasema ona ndio amini ndio uone, lakini akili nasema ona ndio uamini. Kwa hiyo hapa usishindane nao, utakuwa uitumie hiyo concept yake ili kuijengea imani. Unaweza ukatengeneza picha, mfano jione kama umeshafanikiwa. Kwa mfano kuna watu wanakuambia labda hutafanikisha hiyo biashara, jione kwamba hiyo biashara imefanikiwa. Jiambie unavyojisikia ukiwa huko. Kwa mfano unaweza kuona labda mazingira ya hiyo ofisi ambayo unataka kuifanya, jione kivuka changamoto kubwa. Kuna watu wamekwambia labda hili jambo litakukwamisha au litakurudisha nyuma, jione ukiliweza. Jione ukiwa katika mazingira ya ushindi. Ukiwa unajiona kule, kwa sababu kikawaida sisi binadamu wote tunaweza kutengeneza picha kichwani. Kwa ile picha ukitengeneza, akili yako inashindwa kutofautisha kwamba ni ya kutengeneza au ya ukweli. Kwa hiyo inaamini. Kwa kuna jambo kama unataka kuliamini, litengenezee picha kichwani. Unaona? Kwa sababu akili huwa inapenda picha. Utakuwa uijue kwamba ukishajua akili yako kwamba inapenda kitu fulani, utailetea kile kitu unachokihitaji ili kuzalishia ile jambo ambalo unalihitaji. Kwa hiyo akili zetu zinapenda picha. Kitu unachokiona ndani ya fikra zako mara kwa mara au kuanza kuaminika kwenye akili yako kama ukweli. Kwa hiyo mara nyingi ukifanya hivyo, akili yako inajenga imani na inaonyesha kwamba hili jambo linawezekana kufanyika. Kwa hiyo tengeneza picha mbalimbali. Unataka kufanya labda mradi fulani, jione huo mradi ukifanikiwa. Jione wewe ukiukamilisha. Jione huo mradi ukiendelea vizuri. Lakini ukiwa unakaa unaona kwamba utakwama, unaweza kuona kushindwa, na yale mambo uko unarudia mara kwa mara, tayari unaua imani yako. Na akili kama nilivyosema inapenda kuona. Sasa ukianza kuionyesha vitu ambavyo ni vya kushindwa, tayari inatengeneza kile ambacho umekiwazia, na mwisho wa siku unakuja kusema kwamba hili jambo limeshindikana. Lakini kumbe ndio kama kuna wimbo mmoja naupenda sana wa Rose Muhando unasema uchawi wa mafanikio ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo utakuja kusema baadaye kwamba bana nimeshindwa, lakini wewe mwenyewe ulikuwa unatengeneza akili mwako kwamba picha kushindwa. Kwa hiyo si vitu ambavyo ni vibaya au vigumu au ni vitu ambavyo haviwezekani, vinawezekana. Wewe mwenyewe unaweza kuamua leo kwamba zile picha ambazo unajitengenezea za kushindwa ukazigeuza zikawa za kushinda. Lakini pia hatua ya tatu, ondoa mazingira na mawazo yanayokupunguza. Unajua mazingira pia yana nafasi kubwa sana ya kufundisha akili zetu kuamini. Huwezi kuwa una lengo la kufungua biashara kubwa afu unajizungusha na watu ambao hawana malengo hayo. Wenyewe wana malengo labda ya kuwa wezi au ya kuwa watu ambao hawana biashara yoyote. Tayari tu watakukatisha tamaa na watakupunguza katika imani yako. Kwa hiyo jizungushe na watu ambao wanakutia nguvu. Huwezi kuifundisha akili yako kuamini ikiwa unazungukwa na vikwazo vinavyorudia, hofu na mashaka. Punguza maneno hasi kutoka kwa watu. Kuna watu wakatisha tamaa. Unamwambia mimi nataka kufungua labda duka, nakwambia walikuwa wangapi wakafungua duka na wewe utaweza. Habari zinazokutia woga. Kuna watu wanajua kutisha watu kwamba wewe unaenda huko labda Marekani, kule watu wanateseka, tayari utaishiwa nguvu. Na vipi kama ukikutana na mtu akakwambia Marekani pazuri sana, ukienda kule maisha yanakuwa mazuri, hiyo utapata nguvu. Lakini ukikutana na mtu ambaye atakutisha na wekea maneno ya woga, utajikuta hata nguvu yako inapungua. Lakini pia mazungumzo yanayokuzofisha. Kuna mazungumzo pia unaokaa na watu ambao wanakuletea maneno ambayo yanakuondolea nguvu. Kama unakuta labda unataka kwenda kusoma au kufungua biashara au kufanya jambo fulani, anakuambia hilo jambo aga liwezekanagi, hilo jambo aga ni gumu, tayari mwisho wa siku hautakuwa na nguvu ya kulifanya. Kwa hiyo mazingira na nafasi kubwa sana ya kutengeneza imani yako na akili yako kujifunza kuamini jambo fulani. Sasa badala yake jizungushie watu wanaoamini. Vitabu ambavyo vinajenga imani yako. Kuna vitabu vingi, kwa mfano labda unataka kuwa labda mfanyabiashara mkubwa, kuna vitabu ambavyo vinaweza kutia moyo kuhusu mambo ya biashara. Haya ndio mambo ambayo utakuwa ujizungushe naye, watu wanaoamini kuhusu hilo jambo. Sasa unakuta wewe unataka kufanya biashara kubwa, unaenda kumtafuta mtu ambaye ameajiriwa, hata kuambia maneno mazuri, kwa sababu yeye anaamini kuamka asubuhi kwenda kazini na kumsikiza bosi wake. Lakini yule ambaye ana biashara kubwa, yeye mara nyingi anawaza kwenda nchi za nje kufuata biashara,
na kuleta nchini kwa biashara. Kwa hiyo mawazo yao yatakuwa tofauti. Unaweza kusema kwamba hili jambo linawezekana, lakini nani aliyekushauri kuhusu hilo swala, au umejizungusha katika mazingira gani? Kuna msemo unasema ndege wanaofanana wanapaa pamoja. Kwa hiyo na kuna msemo mwingine unasema kwamba ukiwakuta kiwa sehemu kama kuna wapumbavu 4 na wewe ukiwepo pale, wewe ni 5. Maana yake hiyo inamaanisha nini? Kwamba watu ambao unajizungusha nao wana nguvu sana kwa ajili ya kukuongeza au kukupunguza katika imani unayohitaji. Lakini hatua ya 4, fanya tendo dogo la ujasiri kila siku. Sasa utajiona, utatengeneza picha hiyo kwamba unajiona kwamba umefanikiwa, utajizungushia watu ambao wanaongea maneno mazuri, pia utaongea maneno mazuri mwenyewe, utayarudia kichwani na kwenye fikra, utajisemesha maneno mazuri. Lakini sasa rafiki yangu, kama hutafanya tendo la ujasiri kuendana na ile kitu ambacho una imani nacho, haiwezi katokea. Na hapo wengi ndio waga wanapuuza. Unasema kwamba unataka labda kufungua biashara, lakini hata jina la biashara hauna, mpango wa biashara hauna. Hauwezi kujenga imani yako hiyo ikawa hiyo, na akili yako huwezi ukaifundisha ikaamini hiyo kitu, kwa sababu akili inaendana na kile ambacho unakifanya. Yani una mpango wa kitu fulani, kiseme sawa, lakini kitende kulendana na kile ulichokuwa nakisema. Yani imani huongezeka pale unapochukua hatua, hata kama ni ndogo. Unataka kuomba, unataka kupata kazi, mtuma hilo ombi la kazi. Unataka kuanzisha mradi, anza hata mradi wa kawaida mdogo. Unaweza kutengeneza hata jina la biashara, hata kutengeneza logo, basi hata utafuta hata sehemu ambayo utafanyia hiyo biashara. Lakini wewe unakaa tu ndani unasema mpaka kila kitu kikamilike, hautaweza kufanikisha hilo jambo, kwa sababu imani inaendana na vitendo. Kama nilivyoelezea, kila kitu kina nafasi yake. Unaweza ukakipuuza kimoja kikakuharibia vitu vyote, kwa sababu mazingira yana nafasi kubwa, lakini picha na yenyewe ina nafasi kubwa, kwa sababu inafanya ubongo uamini zaidi. Lakini pia na maneno yana nafasi kubwa, lakini pia kitendo kina nafasi kubwa zaidi. Mimi naweza kusema 50% ya imani yako. Usipofanya jambo, huwezi ukafika sehemu yoyote. Lazima utende jambo ambalo linaendana na kile ambacho unakisema. Unaweza ukajifunza kitu kipya. Kama unataka kufanya jambo fulani au kuongeza ujuzi fulani, jifunze kitu kipya. Unaweza ukasema hadharani lengo lako labda kwenye sehemu ambayo unahitaji lengo lako labda watu walifahamu, unaweza ukalisema. Na mara nyingi ulikuwa umeliandika tu mwenyewe, unaweza ukalisema sasa kwa watu ili watu wajue na walifanyie kazi. Kwa hiyo kama labda kwa mfano unataka labda kununua tuseme gari, uweze kusema tu kwamba unajiona huko ndani ya gari, au unaanza kusema ndanunua gari, lakini pia hata hujajua kwamba utafanya nini leo ili ununue hilo gari, kwa sababu lazima uangalie mimi kipato changu kiasi gani, naweza kuanza kutunza shilingi ngapi ili nikanunue hilo gari. Uweze kuishia tu kusema na kujiona na mazingira ya kujizungushia watu ambao wana magari, lakini pia anza kuchukua hatua ndogo ndogo. Unaweza kutafuta hata jina la gari mtandaoni. Unaweza pia hata kuangalia sehemu gani ambapo wanauza magari hayo, ukajua na bei. Hiyo ni hatua ndogo ya kuelekea kwenye imani yako. Unaweza kuona ni kitu kidogo, lakini ndio itakupeleka katika lengo lako husika la kujenga imani hiyo ambayo unahitaji. Lakini hatua ya 5 ni kuwa mvumilivu na uwe na mwendelezo. Imani ya kweli haijengwi siku moja, na watu wengi ambao wanakwama ni uvumilivu. Ni matokeo ambayo unafanya kila siku. Jipe muda, rudi unaposhindwa, endelea hata siku unazokuwa hauna nguvu. Akili ikiona mwendelezo inaanza kuamini bila mashaka. Kwa hiyo sasa, kama nilivyosema kwamba akili yetu imezoea kitu kirudia mara kwa mara. Usifanye kitu kwa siku moja, kwamba labda unajiona huko kwenye gari kwa siku moja tu itatokea. Hapana, lazima ufanye haya mambo yote kila siku na uwe na uvumilivu. Imani yote lazima uwe na uvumilivu. Hata kama mwanafunzi wa darasa la 7 alianza darasa la kwanza, hata mtu anayekimbia riadha kilomita nyingi alianza kwa kilomita chache, baadaye akaweza kukimbia kilomita nyingi. Kwa kila kitu kinahitaji uvumilivu na muendelezo. La akili yetu inapenda hivyo. Kitu kikirudia mara kwa mara kwa muda mrefu, ndipo unaweza ukaifundisha akili yako kujiamini. Na hata tuangalie watoto wa darasa la kwanza, kila siku wanakuwa nasema
hii, lakini baadaye anaweza akasoma herufi, unamkuta anasema mama, baba, lakini alianza kwa mwendelezo, kila siku anarudia tena ukakuta darasani kwao kila siku anaimba tena, naweza hadi muda mwingine wakakuta kashangaa kila siku lakini hivyo ndivyo baadaye wanakuja wanajengeka na wanaweza kutamka herufi. Kwa hiyo uwe na uvumilivu, lakini uwe na mwendelezo, usichoke. Hata siku ambayo unaishiwa nguvu, endelea kufanya jambo hata dogo, au kujisemesha jambo hata dogo, na kujizungushia watu ambao watakutia nguvu katika hilo lengo ambalo unataka kuliamini. Sasa ukifundisha akili yako kuamini, unakuwa umefungua njia kubwa sana, na unaweza kufanikisha jambo lolote duniani. Na watu wengi wanaweza kuona kama ni bahati, lakini dunia ipo tayari kwa wale watu ambao wanajua kile kitu wanachokitaka. Kwa hiyo ukisha ifundisha akili yako kuamini kitu fulani, manake utatengeneza njia ya kile kitu kuja katika uhalisia wake. Kama nilivyosema, hizi simu zilianza kichwani, watu wakaanza kufanya utekelezaji mpaka simu ikatokea, magari na kila kitu ambacho tunakiona vyote vilianza kwenye akili. Kwa hiyo ukianza kuifundisha akili yako kuamini, watu wengine wanaweza kuona kama ni bahati, lakini ni jambo ambalo linahitaji process, na ulisimamie na ulifanye kwa mwendelezo. Imani ni kama misuli, unavyo itumia ndivyo inakuwa imara. Sasa imani ndio msingi wa mafanikio katika kila hatua ya maisha. Kwa hiyo jifunze kuifundisha akili kuamini katika hatua hizi nilizokuelekeza, na utaona matokeo makubwa sana katika maisha yako. Kama utakuwa na swali lolote, unaweza comment sehemu ya comment section, lakini kama kuna hatua ambayo hujaielewa, unaweza comment hapo chini nami nitakuelezea. Hakikisha umelike, kushare na kusubscribe. Lakini pia nikuombe unaweza follow katika page yetu ya TikTok ya Elikhan TZ. Kule pia kuna masomo mengine ambayo yameandikwa kwa maelezo ya maandishi, lakini pia na huku TikTok unaweza ukafuatilia huku pia. Ni YouTube ni kwa mfumo wa video. Kwa hiyo kwa watu ambao wako TikTok, hakikisha umefuatilia na masomo ya YouTube. Asante sana, na tukutane kwenye somo linalofuata.